Karibu katika msimu wa 16 wa Shamba Shape Up. Tumetembea kote Afrika Mashariki kutafuta wakulima wanaofanya kazi kwa bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati tunawapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata pale kunapokuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Tunataka kuwapa msaada kupata mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutaona jinsi wakulima wanavyoweza kufaidika kutokana na ushauri wa wataalamu wetu, huku wakijifunza kutoka kwa kila mmoja wao katika njia nyingi. Jiunge nasi katika hizi safari na shiriki katika uzoefu wa wakulima kwenye safari ya Shamba Shape Up. Wiki hii tumerudi tena Kimana katika kaunti ya Kajiado. Unakumbuka hili shamba? Tulikuwa hapa miaka kadhaa iliyopita. Mimi naitwa Simon Sankale, nina umri wa miaka 26. Sankale alipenda kilimo, ila huo haukuwa mpango wake wa awali. Mimi nilikuwa ni mtawa Mkatoliki. Kukakuwa na changamoto zilitufanya kwamba tukarejea makwetu. Mazao katika shamba lake yalikuwa miwa, ndizi, sukuma wiki na maharage. Pia alikuwa na kondoo, mbuzi na ng'ombe aliyeitwa Wanjiro na ndama aliyeitwa Bakita. Tumerudi kuja kuona jinsi mkulima wetu anavyoendelea. Hala, Tony, twende. Nilikwambia sio mbali. Tuko karibu kufika. Ulisema hivyo saa moja iliyopita. Karibu kwa Shamba Shape Up. Jina langu kamili naitwa Simon Sankale. Mimi ni mkulima mdogo. Nimekuwa mkulima kwa takriban miaka 4. Safari yangu tangu Shamba Shape Up waondoke kama mkulima wa ng'ombe, kupitia wataalamu ambao walokuja, nilikuwa nimeanza kupata faida iliyo kubwa sana. Ufugaji wake umekuwa bora. Mkulima wetu walifurahia uzalishaji mkubwa wa maziwa kwa muda. Bahati mbaya, kulikuwa na tatizo baya la sumu ya chakula iliyoua mifugo yake. Lakini yeye ni simulizi ya ustahimilivu, na ndio sababu tumerudi tena kumsaidia. Je, amekata tamaa? Nilichukua hatua ya kuanza upya. Na kupitia hapo awali nilikuwa nikiwekeza kidogo kidogo, nikaweza kumnunua ng'ombe mwingine ambaye kwa sasa ananipatia mazao ya maziwa na nafurahia tena. Inafurahisha sana kuona Sankale na wazazi wake. za hapa. Tuko salama kabisa. Sasa Shamba Shape Up tumerejea hapa. Naona uko maridadi kabisa. Asante sana. Shamba Shape Up. Mambo yamekuwa mazuri. Nikaona kuna mabadiliko. Ng'ombe pia nikaona ina mabadiliko. Mafunzo mliotufunza, maziwa yaliongezeka yenyewe. Na tukashangilia sana. Tuliwapoteza hao ng'ombe. Hilo jambo linafunza mtu jambo fulani, kwamba usijikatie tamaa. Naam. Ukulima siku zote unaenda na hasara na faida. Na Tony, sisi kama Shamba Shape Up tunasema tutashikiliana mkono. Na ndio maana tuko hapa. Hataki ufe moyo. Changamoto nyingine ambaye ninayoipitia kwa sasa ni katika unyunyiziaji wa maji. Na tuko na kina nani, Karo? Tumekuja na wataalamu kama kawaida. Tutaenda pale tukite hema kisha turudi. Mko tayari kwa kazi? Tuko tayari. Haya, sawa sawa. Haya. Maji. Mimea yako inahitaji maji wakati unaofaa na kiwango ambacho kinafaa. Lakini lazima tujue kuitunza rasilimali hii muhimu. Shambani tuko naye Alfred Apollo kutoka Sun Culture Limited, wasambazaji wa suluhisho la umwagiliaji wa kutumia sola kwa bei nafuu. Pia tuko na Daktari Josie Kamanda kutoka Kituo cha Kimataifa cha Usimamizi wa Maji, IMWI, ambaye atatufundisha namna bora ya usimamizi wa maji shambani. Changamoto ambaye niko nayo, ambaye ni kubwa, ni kupata mahala ambapo tuna ya kusanya yale maji ili mradi ya kuje kwenye mfumo huu wa tone kwa tone. Nimeona mkulima na bidii kweli na kuza mimea aina nyingi, lakini nimeona pia changamoto kadhaa
kama kwa mfano kuna maji ambayo yanapotea wakati anajaribu kuleta hayo maji kwenye shamba. Nimeona mfumo wa Bwana Sankale. So Bwana Sankale amefanya kazi mzuri juu ako na kisima na ako na pump inatumia sola na atumie kwa mimea zake. Pia nimeliangalia sola zake, nikaona ziko na vumbi. Hiyo itakuja ipunguze moto ambayo inaenda kwenye pump. So pump itatoa maji kidogo. Msimu kama huu wenye vumbi ni mingi, utakuwa unaangalia sola zenyewe. Ukiona vumbi ni mingi sana juu ya sola, utakuonyesha vile utakuwa unaipanguza ama unaiosha na maji. Ndio. Bwana Kamanda, Ndio. na wewe kama mtaalamu wa maji wajua kwamba kila tone ni muhimu. Kila tone ni muhimu. Kwa nini tuhifadhi maji? Mfumo wa mwagiliaji wa kutumia haswa nishati ya jua sio kuhusu pampu peke yake. Ni kuangalia kwamba maji unayo kiasi gani, kutoka wapi, kuweza kujua hayo maji utaweza ukayahifadhi wapi ili uweze ukayatumia wakati ambao unahitaji. Kingine ni kuhakikisha kwamba unafikisha hayo maji kwenye mmea, haswa kwenye mizizi ambayo mmea unaweza ukatumia hayo maji inavyohitajika. Maji mengi yanapotea kivipi wakati wakulima wananyunyizia mashamba yao? Maji mengi yanapotea kwa sababu ya njia ambapo wakulima wananyunyizia, na maji yanaingia kwa udongo sehemu ambazo mmea huwezi kufaidika nao. Unakuta kwa mfano mifereji imetoboka kama hapa unavyoona, haya ni maji ambayo yanapotea. Sasa kwa mfumo huu wa tone kwa tone, unamaanisha kwamba cha muhimu ni ukaguzi. Ukaguzi. Mkulima anazunguka, anakagua kila wakati. Ndio. Kingine ni kuangalia masaa kwa siku ambapo unamwagilia. Ukimwagilia mchana wakati kuna jua kali, yale maji yanapotea. Kwa hivyo akiweza kuhifadhi maji, anaweza akamnyunyizia wakati wa asubuhi au wakati wa jioni, hata usiku pia, wakati ambao yale maji yatatumika kwa mimea na hayatapotea. Mimea mingi ikiwa midogo, hii inahitaji kumwagiliwa maji kwa muda mrefu. Ukiangalia kama matunda, kwa mfano, yanahitaji maji mengi ambayo yanaingia zaidi kwenye udongo, lakini unanyunyizia baada ya siku kadhaa. Na wewe kama mtaalamu ungependekeza njia gani? Mfumo huu wa tone kwa tone unasaidia sana juu mmea unapata ule maji ambayo inatosheleza, so utumii maji mingi, na pia inasaidia sana maji isitumike vibaya. Nakubaliana na hayo kabisa, na ni muhimu sana kuangalia jinsi na wakati ambapo unamwagilia. Kwa mfano, itakuwa vizuri ukiangalia shamba lako, unaangalia karibu na mmea, ikiwa udongo umekauka, itakuwa ni wakati mzuri wa kumwagilia. Lakini ukikuta kwamba udongo wako una unyevunyevu, unanata, sio vizuri kumwagilia. Na sasa nyinyi kama Sun Culture mnasaidia wakulima kivipi katika mashamba yao kuhifadhi maji na kuyatumia vizuri? Sisi kama Sun Culture tunatembelea kwanza mkulima, tujue mahitaji zake za maji, bomba lake ni la urefu gani. Pia tunaangalia shamba lake tuone ukubwa, alafu akishanunua na muwekea pump yenyewe na ya sola drip line ambayo atatumia pia. Na inalingana na mazao ile ambayo mkulima anataka kupanda? Yeah, inalingana na mazao yake, pia mchanga inalingana nayo. Kwa pump zetu za Sun Culture kuna ile controller itakuonyesha kwamba tanki imejaa na itakata pump, so maji isiendelee kumwagika nje. Tanki ambayo imewekwa kwa juu inakuwa ni nzuri kwa sababu yale maji yanaweza yakatoka yenyewe na kaingia kwa mfereji yakaweza yakafika shambani. Na kama shamba lako ni kubwa, unaweza pia ukagawa, ili unaweza kunyunyizia sehemu moja siku ya leo, kesho ukanyunyizia sehemu nyingine. Hiyo inakusaidia ili ukaweza kuwa na maji na kunyunyizia katika shamba lote. Mkulima akihifadhi maji vizuri na yatumie vizuri, ndio atapata faida. Inakuwa ni faida kubwa. Wakati anamwagilia pia anatumia nguvu zake. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri aweze kutumia yale maji vizuri. Mfumo huu wa tone kwa tone, kwa sababu yale maji yanawekwa katika mmea, huku kwingine hamna maji mengi. Kwa hivyo magugu hayakui sana. Inapunguzia mkulima pia gharama ya kuweza kupalilia ile mimea. Kingine ni kwamba maji ni rasilimali, na watu wengi watakapochimba visima huku wanatumia maji vibaya, itafika wakati ambapo maji yatapungua. Kwa hivyo kutumia maji vizuri ni vizuri, sio kwake peke yake, lakini pia kwa majirani wengine. Tunaanza kwa kuziba mashimo yanayomwaga maji shambani. Kila tone linahesabika, na timu ya Sun Culture pamoja na Kamau wako tayari kwa hii changamoto. Na ili kuhifadhi maji zaidi, tunaunganisha tanki juu. Vifaa kwa ajili ya ujenzi wa stand ya tanki vinaingia. Maziwa isiyotosha, maziwa isiyo bora, na ng'ombe ambaye ana hali mbaya ya afya. Haya yote
yanaweza kumtatiza sana mkulima anayefuga ng'ombe wa maziwa. Tumemwalika Faith Koech kutoka ILRI ambaye atatuambia yote kuhusu mastitis na jinsi ya kukinga. Namwona ng'ombe ambaye amerembeka sana hapa. Huyo anaitwa Karo huyo. Aha, ushasikia. Karo wote wanapendeza. Faith, pengine ningekueleza kwamba hii sio mara yetu ya kwanza kuja hapa. Nilikuwa na ng'ombe wengi kidogo, lakini ng'ombe wote kwa wakati mmoja waliweza kuaga. Nikaamua kumnunua Karo ili kujiendeleza. Kuanguka sio mwisho. Kabisa. Ndio maana Faith tumesema lazima tuje hapa tumshikilie. Sijui kama mpaka sasa ukiwa na Karo kuna changamoto yote ambayo umepitia. Utakuta wataalamu wa ng'ombe wa kuweza kuwapatia hawa ng'ombe matibabu katika kijiji chetu hichi ni wachache mno. Faith, tulifanya ukaguzi wa boma lake la ng'ombe, iko safi, maji yake na lishe anayopea ng'ombe yake iko safi pia. Pia tulifanya ukaguzi wa mnyama, tuliangalia miguu ni safi sana na pia kiwele cha ng'ombe ni safi. Mkulima wetu anaanza tena. Atafanya nini ili aweze kupata maziwa mengi zaidi? Anafaa kupea ng'ombe wake maji masafi na pia anafaa kupea ng'ombe wake lishe bora. So anaweza tu kuimarisha usafi wa boma lake la ng'ombe, kukama ng'ombe wake. Baada ya hiyo ataweza kupata mapato mengi ya maziwa. Faith, umeongelelea sana mambo ya usafi. Sasa sijui usafi na mapato ya maziwa unaingilianaje? Mkulima wetu asipozingatia usafi kwa boma lake la ng'ombe na kukama ng'ombe wake, hiyo uchafu, hizo viini vya bakteria vinaweza kuingia kiwele cha ng'ombe na ataweza kupata ugonjwa wa mastitis. Na akipata ugonjwa wa mastitis itapunguza mapato yake ya maziwa. Mastitis? Yes. Mastitis ni nini? Mastitis ni kufura kwa kiwele cha ng'ombe ambayo inasababishwa na viini vya bakteria. Hii mastitis inaenea kwa njia mbili, kutoka kwa mazingira ya ng'ombe kama ni machafu, na pia kuna hii inaitwa contagious mastitis ambayo inasababishwa na mwenye kukamua ng'ombe wako. Tulipima ng'ombe kutumia California mastitis test. Kuna aina mbili za ugonjwa wa mastitis, ule ambao unaonekana na ule uliojificha. Mastitis inayoonekana ni pale ugonjwa unaonekana wakati wa kukama. Mastitis iliyojificha inahitaji kipimo ili kujua ingali ipo. Kipimo cha mastitis cha California CMT kinatumika kupima mastitis ambayo haionekani. Hii inafanyika kwa kutumia paddle and liquid reagent. Kwa hivyo mahali ambapo anashika, hiyo upande ndio unaelekeza kwa kichwa cha ng'ombe, kisha kiwele chako unakama kila robo kwa kila kisahani. Kama mililita 2 hadi 5 kwa kila chuchu. Kisha mimina ujazo sawa wa dawa. Sasa zungusha. Kama mchanganyiko wako utaganda, basi ng'ombe wako ana mastitis iliyojificha. Kama mchanganyiko hautaganda kabisa, basi ng'ombe yuko sawa. Tulipata ng'ombe wetu Karo ako na subclinical mastitis kwa sababu kulikuwa na gel formation kwa robo za mbele kwa kiwele cha ng'ombe. Je, inamaanisha ni nini ambacho nafanya ili hiyo hali isikue mbaya zaidi? Kwa hii subclinical mastitis unaweza kuizuia kwa kuimarisha usafi wako wakati unapomkamua ng'ombe wako, na pia unaweza kuimarisha usafi kwa boma lako la ng'ombe. Kama ungekuwa na ng'ombe wengi, kabla ya kukamua ng'ombe wako unafaa kuanza na wale ng'ombe wasio na ugonjwa huo, alafu unamaliza na wale ng'ombe wenye wako wagonjwa. Kisha kama ni robo kadhaa kwa kiwele cha ng'ombe iko na mastitis, unaanza kwanza na ile iko sawa, kisha unamalizia na ile iko na ugonjwa. Na je, ugonjwa wa mastitis unaweza ambukizwa kutoka kwa mfugo mmoja hadi mwingine? Na unaweza sababisha contagious mastitis kutoka kwa ng'ombe mmoja hadi kwa mwingine. Kabla ya kukamua ng'ombe wako, unafaa pia kuosha mkono kwa maji safi na sabuni vizuri, na pia ile ndoo yako ya kukamua kinafaa pia kwa safi. Pia unafaa kuhakikisha unatumia kitambaa tofauti kwa kila ng'ombe. Pia unafaa kutumia teat dip solution ambayo iko na iodine. Je, pre-dip solution ni nini? Pre-dip solution ni iodine ambayo unaweza kuipata kwa Agrovet hapa kwa kijiji chako. Unafaa kudip kila robo ya kiwele cha ng'ombe. Halafu pangusa iodine solution kutumia kitambaa chako kisafi. Pia unafaa kumkama ng'ombe wako kwa kutumia strip cup, kuangalia maziwa yako kama iko na clots kwa maziwa. Baada ya hapo, endelea kukama ng'ombe wako.
Ukishamaliza, tumia Teat Dip Solution ulioanza nayo kwa chuchu zote. Kisha wacha ng'ombe asimame kwa nusu saa hivi ili chuchu zote zijifunge kwanza. Na kabla ya kuendelea kukama ng'ombe mwingine, tena osha mikono vizuri, alafu ufuatilie mpangilio huo huo. Sankale, umewahi kupima ugonjwa wa mastitis kwa ng'ombe wako? La, sijawahi. Hii ni mara ya kwanza. Na ni mara ya kwanza kabisa kuiona katika macho yangu. Wakulima, kumbukeni, kuna mengi unayoweza kufanya shambani ili kukinga mastitis. 1. Banda lako na malazi viwe safi. 2. Usafi mzuri kwenye kukama. 3. Kutibu chuchu vizuri kabla na baada ya kukama. 4. Pima mastitis kutumia kipimo cha CMT mara kwa mara. 5. Ukamaji mzuri. Kazi inaendelea kwenye ujenzi wa stand ya tank ya juu. Hii itaruhusu maji kumwagika chini bila kutumia nguvu, kwa hivyo kupunguza gharama. Kifuatacho baada ya mapumziko, Kutumia kifaa cha presha kubwa cha usafi nyumbani na kama biashara. Na tunajiunga na maigizo kwenye Shamba ni Biz. Karibu tena kwa Shamba Shape Up. Muda unayoyoma. Stand ya mbao iko imara kwa ajili ya tanki ambayo tutaweka, na tutakinga sehemu ya chini kwa turubai. Sasa, lipi jingine tunaweza mfanyia mkulima wetu? katika kazi zako za hapa kwenye shamba unatosheka na mapato ambayo unapata? Sitosheki kwa sana. Usaidizi ukiwepo, bila shaka ndaweza kuridhika nao. Unaweza angalia kama biashara ya kuosha magari pale, biashara kama ya kuoshea wengine mahori yao ya ng'ombe ambaye yamesakafiwa. Hicho ndicho kipato ambacho kitanisaidia mimi kama mkulima mdogo kuweza kujiajiri na hata kuweza kuwaajiri wengine. Wanasema usiweke mayai yako yote katika kikapu kimoja. Kuwa na njia zaidi ya moja ya kupata pesa katika shamba lako kitakusaidia wakati mambo yanakuwa magumu. Tuko naye Daniel Mandela kutoka Stihl, East Africa. Hawa ni wazalishaji wa vifaa vya mkono vinavyotumika katika sekta ya kilimo, upandaji wa miti, uboreshaji wa mandhari, usafi na katika ujenzi. Yuko hapa kutuonyesha teknolojia ya kuvutia ambayo inaweza kutumika shambani na nje ya shamba kama biashara. Wewe katika wakati wa kuosha nyumba ya ng'ombe unapata yapi? Mimi hutumia vifagio na jembe. Kazi hiyo mimi hufanya peke yangu, na pia niko na wafanyikazi ambao mimi husaidiana na wao. Kwa hivyo bado pesa inatoka tena? Pesa zatoka, lakini kuingia ndo ngumu. Ndio ngumu? Ndio. Na sasa unafanya hivyo kwa siku mara ngapi? Kwa siku mara 2. Ndio Bwana Mandela yuko hapa? Najua bila shaka umekagua shamba. Ya, nimeona changamoto ako nayo mingi pale. Nimeona pia changamoto ya usafi kwa hapo kwa nyumba hizo za Cabro pavement. Nimemletea mashini. Na hiyo mashini ni RE170. Hii mashini inatumika kuosha hiyo kazi ya cowshed ama mahali ng'ombe inalala, ama kwa nyumba kama uko na pavement unaweza tumia hii mashini kuosha. Yeah. Na inasafisha kabisa ama inabakisha? Inasafisha mzuri sana. Tueleze vile inafanya kazi. Kitu ya kwanza yafaa uconnect kwa maji, una connect kupitia hapa. Baada ya kuconnect maji, una connect kwa stima, ama utumie ile ya solar ama ile ya generator, unaweza pia kutumia hapa. Na kuna pia hii maji nyumeweka kwa tangi uunganishwe na pale. Alafu utachukua hii sprinkler yako, utachukua uweke hapa hivi. Nimeziona hapa pako na nozzle. Machine hii ukuja na nozzles kadhaa, na hizo nozzle tunaweka mahali hapa. Hii inaitwanga rotor nozzle, utachukua uweke hapa. Na kuitoa ni rahisi, tena kuiweka ni rahisi. Then unaiweka on. Machine itaanza kunguruma, alafu inatoka na pressure. Na hii maji yake unasunguka, inakaa kama inasukua simiti ama inasukua chini ya magari. Toa hiyo matope ama trakta ile yenye imeenda shamba na iko na matope mingi, utakuwa natumia hii. So hii ungarisha mahali penye pahitaji vitu zenye zimeshikana kama gari, body ya gari. Unaweza kupunguza pressure kwenye mashini na pia kwenye nozzle unavyoosha. Hii cable hii una urefu wa kiasi kipi? Hii waya ya kuconnect kwa stima ni kama mita 5. Na hii ya kuconnect kwa maji hapa ni mita 12.
Waya refu inasaidia kuzunguka eneo kubwa kama vile banda la ng'ombe au trakta bila kusongesha mashini, na ukimaliza unazungusha tu waya. Rahisi. Sabuni unatumia ile maji, alafu ndio ukuje uweke kwa hii tangi yake huko nyuma, na ukitaka itoke unafungulia hapa. Ni rahisi. Unajaza sabuni yako kwenye kopo, alafu pia unafinya button hapa, na hii itafanya sabuni itoke kwa usawa. Tuambie, hii mashini inadumu? Kampuni ya Stihl kitu moja inafanya zaidi kwa mashini zao ni kutengeneza mashini ambayo inakaa muda mrefu bila kuharibika. Kwa hivyo leo akigurumisha ilete shida, mtampatia ingine? Mara mingi tunapatianga warranty ya 1 year. Na hiyo mwaka inatokana na shida yenye imetengeneza kwa factory wakati ulikuwa naunda hiyo mashini. Mashini ya RE170 Plus inapatikana katika wasambazaji wote wa Stihl kwenye miji mikuu. Kwa hivyo ukipata hii mashini uanze hiyo biashara ukuwa unasema, muda utaupata? Muda ndaupata, muda ni mpangilio. Wakati upo, muda upo. Good afternoon. Good afternoon. How may I help you? I'm looking for Gitonga. Which Gitonga? Shani, welcome to Nairobi. Please. Shani, are you okay? You look exhausted. What happened? They want to sell the land. Which, from your reaction, you did not consent to. No. And it just showed up with a buyer. Yeah, someone Adam knows. Remember what I said before? Any transaction on the land before the succession process is complete is intermeddling. It means until all parties agree, any transaction can be termed as null and void. It doesn't count in the eyes of the law. Shani, have you eaten anything at all today? No, I wasn't thinking about food. Come on then. Where are we going? We're going to get you a bite. Please eat. You'll think more clearly. So, Isa is against the lease, and Adam, your brother-in-law, has convinced him to sell. Well, he can't. See, the title deed is still in your father's name, and until the succession is complete, no one has any legal authority to transfer it. Not Isa, not Doreen, not even your mother. But if you want my help, we need to act fast before someone tries anything creative. I can't afford you, not here in Nairobi. Not here. You can't even afford me back at home. Wow. He's confident. But don't worry. It's pro bono. It's free. We'll bill it on our farm's community service since you first came to the legal clinic. Right. So, we'll need 3 documents. They are the backbone of everything. 1, the title deed. We place a caution on it, which will stop any sale until all heirs are recognized. My mother has it. Great. 2nd, your father's death certificate. Without it, you can't file for a succession course.
Okay, my uncle, the chief, has it. And 3, your birth certificate. It proves you're Musa's daughter. Once we file for a caution, the land registry will freeze the title and no one can sell it. Okay, that's good news. Shani, I still insist on the family talking. Could I mediate for a minute? Will you be on their side? I'm on the side of a peaceful resolution, effectively. Makes me look clever. My bosses love that. So consider the fact that Issa felt betrayed by the land lease deal. I explained to him what it was. Yes, explained it after the fact. So maybe he was planning on explaining about the land sale after the fact. Look, Shani, I think the two of you need to decide to trust each other and let the law work in both your favor. The lease agreement is the best way to go. Then stop fighting him. Convince him, Shani, with facts, maths. And if he thinks the land lease is little money or he has another plan, listen. Listen to him, then meet in the middle. I have to go. I need to rush before I miss the last message. Shani, you realize you'll get home after dark if you leave right now? I can't afford a room here. You can stay at my place. I live with my sister. You can have my room and I'll sleep on the couch. Or I can pay for a room for you to sleep in, but only if you want to. You'll have your own room, your own space, but no pressure. Look, Shani, I just don't like the idea of you traveling at night. Okay. If you'd like more information on any of the issues covered, reach out to us. Call 0711 082606, SMS or WhatsApp 0741 117250. Tenki linapandishwa juu. Sankale ataweza kupanda mazao yake nje ya msimu na kupata pesa zaidi. Msumari wa mwisho na tumemaliza. Haya, tukaone mkulima wetu anawaza nini. Nikiangalia tangi hili na washukuru kwa kukubali kunipa hiyo zawadi. Kwanza nimewaamini. Mlioyafanya sio ya kawaida kwangu mimi. Na tena mkarudi wakati tunawahitaji sana. Maana yake mliofanya ni zaidi hata ya kazi ile mnahitajiwa kufanya. Kwa kweli mimi nina furaha. Bila shaka nimejifunza siku zote ndugu ni kufaidiana wala si kufanana. Kikweli hao ni ndugu, nyinyi ni ndugu. Sasa sisi hapa ni kama kazi yetu imekwisha. No. Hivyo basi tutaonana tena katika kipindi kingine cha Shamba Sheba. Thank you.